Muungano wa kijeshi wa NATO unaripotiwa kupoteza vifaa vya kijeshi vyenye thamani ya takriban dola bilioni 2.7 kufuatia jaribio lililoshindwa la kijeshi la Ukraine kuvamia eneo la Kursk nchini Urusi, kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la serikali ya Urusi Sputnik. Operesheni hiyo ililenga kupata udhibiti wa kimkakati katika eneo la mpaka mwa Urusi, ilisababisha Ukraine kupoteza au kuacha takriban vipande 1500 vya vifaa vya kijeshi vilivyotolewa na mataifa magharibi. Miongoni mwa vifaa hivyo ni magari ya kivita, mifumo ya mizinga, drone na vifaa vya usafirishaji ambavyo viliharibiwa, kutwaliwa na kushindwa kutumika wakati wa mapambano na majeshi ya Urusi. Maafisa wa jeshi la Urusi wanadai kuwa Ukraine ilizindua operesheni hiyo mpango thabiti au uratibu wa kutosha, hali iliyosababisha hasara kubwa ndani ya muda mfupi. Hasara hiyo imezua maswali ndani ya NATO kuhusu uendelevu wa kuipatia Ukraine kiasi kikubwa cha vifaa vya kijeshi vya hali ya juu bila mafanikio ya wazi ya kijeshi. Ingawa NATO haijatoa tamko rasmi kuhusu taarifa ya hasara hiyo ya fedha, wachambuzi wa masuala ya kijeshi wanasema kiwango hicho kinaendana na ongezeko la misaada ya kijeshi kutoka Marekani, Uingereza na baadhi ya mataifa ya Umoja wa Ulaya. Maafisa wa Ukraine hawajatoa taarifa ya kina kuhusu operesheni hiyo iliyoshindwa, lakini vyanzo kutoka kamandi ya jeshi la Ukraine vimekiri kwamba walikumbana na upinzani mkali usiotarajiwa na kwamba maandalizi ya kijeshi upya yanaendelea. Shambulio la Kursk lilionekana kama sehemu ya kimkakati mpana wa Ukraine na kulazimisha Urusi kugawa nguvu kazi zake za kijeshi na kuleta shinikizo katika eneo la kaskazini, wakati mapigano katika Donbas na kusini mwa Ukraine yanaendelea kushika kasi. Wachambuzi wanasema iwapo hasara hiyo ya dola bilioni 2.7 itathibitishwa, inaweza kuisukuma NATO kutathmini upya si tu kiasi cha msaada unaotolewa, bali pia namna ya kimkakati ya matumizi ya vifaa hivyo. Kwa kuongezeka kwa kiwango cha vifaa kuharibika bila mafanikio maeneo mapya, mjadala kuhusu suluhisho la kijeshi dhidi ya la kidiplomasia unaweza kupata msukumo mpya miongoni mwa washirika wa Ukraine kutoa mataifa ya magharibi. Hii ni Ripoti ya Media wa Express. Mimi ni Hassan Maglumali.